wajibu wa mwanamke Mkatoliki katika familia na katika kanisa, kwa sababu tunapozungumza kanisa tunazungumza pia familia. Kwanza, kuna tofauti ya vitu viwili lazima tuvifahamu. Kuna mama na mwanamke. Kuna mama na nani? Na mwanamke. Na si wanawake wote ni mama. Sio wanawake wote ni mama. Na si kila mwanamke ambaye hajabahatika kuzaa hana sifa ya kuwa mama. Kuna mwimbaji mmoja amesema kwamba kuna wengine hawajabahatika kuzaa lakini wana upendo. Kuna maneno fulani yanafanana na hayo. Sasa sifa za mama ni yule aliye tayari kuifia familia yake kama mbeba maono. Tumsifu Yesu Kristo. Huyo ndo mama na si mwanamke tu. Kwa hiyo amezaliwa kwa jinsi yake ni mwanamke, lakini upande wa pili tunamuona ni mama wa familia. Tunapoangalia dhana hii ya mwanamke, wajibu wa mwanamke katika kanisa ama katika familia, kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukayapitia ili yaweze kutuimarisha ama kutujengea ufahamu. Wajibu mojawapo wa mwanamke Mkatoliki, japo mada hizi zinafanana na hii ambayo ametoka sister, lakini nitajitahidi visigusane sana. Mwanamke Mkatoliki anatarajiwa awe mtu aliyethabiti katika imani. Unajua kuna wawata na kuna wanawake wanaosali ndani ya kanisa Katoliki. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani kuna wanawake ambao wanasali ndani ya kanisa Katoliki, lakini kuna wawata. Mwanamke Mkatoliki, na mimi nakwenda mbali zaidi, huwezi kuniambia kwamba mwanamke Mkatoliki mpaka awe amebatizwa tu, kwa sababu hata kwenye jumuiya zetu kuna wanawake ambao wamebatizwa na ni wakongwe katika umri wa kubatizwa kwao, lakini ni wanawake hewa. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani kila kundi, samahani kwa kauli hii yenye utata, yaani kila kundi la hovyo utamkuta usengenyaji wa kwanza, sijui vitu gani, yaani kufahamu maisha ya watu, kijicho, uchoyo ambao vimetajwa kwenye kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 14, masengenyo na mengine yanayofanana na hayo, ambayo ndo mtu yanamtia unajisi. Lakini kama tunazungumza dhana hii ya mwanamke Mkatoliki anatarajiwa kuwa mwenye imani thabiti na kushiriki katika ibada za kanisa, ikiwa ni pamoja na misa, sala na sakramenti. Hii inasaidia kuimarisha uhusiano wake kati ya yeye na Mungu. Kwa maana kwamba kukomunika ama kupokea masakramenti sio kigezo pekee cha Ukristo, ama kutuambia kwamba ni mama ambaye sasa ni hendable kwenye familia na kanisa. Hapana. Unaweza ukawa unapokea masakramenti vizuri sana, na unaweza ukawa mama bora hata kwenye familia yako, lakini kanisani ukafeli. Lakini kinyume chake, kuna watu wazuri sana kanisani, alafu kwenye familia ni hewa. Yaani kuna upendo na kujipendekeza. Kuna watu wana upendo na kuna watu wanajipendekeza. Kuna mwimbaji mmoja anasema ibada njema inaanzia wapi? Nyumbani. Ni neno kama lina mzaha fulani, lakini ndani yake lina mashiko. Ile tunachokionyesha mbele ya macho ya watu, je, ndo maisha yetu katika familia zetu? Kwa sababu kesi yangu kubwa mimi na wanafamilia wenzangu ni kwamba hatuwezi tukawa wakamilifu kwa kanisa kama hatuko wakamilifu kwenye familia. Ni uongo.
Tumsifu Yesu Kristo. Na mama mwenye furaha katika familia daima furaha ataipeleka kwa kanisa, iwe siwe. Lakini kuna kundi la pili, kuna kina mama ambao furaha wanakuja kuipata kanisani. Yaani pote huko ametoka nyumbani hakuna furaha, mtaani hakuna furaha, kwenye jumuiya hakuna furaha. Ila akifika hapa kanisani angalau anaanza kujiona amempata Kristo. Ila akitega tu mgongo akitoka hapo nje, furaha yake kaiacha hapa. Kwa sababu familia haimpi furaha, watoto hawampi furaha, majirani ama ndugu hawampi furaha. Inayoonyesha wajibu wa mwanamke Mkatoliki katika kanisa ni kujifunza na kufundisha. Yaani haya mafungo na hija hii, ukimchukua kila mama aliyefika hapa, kuna baadhi ya wanawake wamefika kwa bahati mbaya, kwa sababu safari yake pengine imekwama, akaona aje. Waswahili wa mjini wanasema kwamba labda mipango imebuma sehemu, akaona bora niende huku kwenye semina angalau ni kwenye haya mafungo na hija nipoteze kama muda. Mwingine alipanga jambo fulani hajafaulu, ameona aje. Sasa yawezekana hiki ambacho kinafanyika leo, kuna baadhi ya wenzetu sio kipaumbele, ila amekuja kwa sababu paroko sasa nafahamiana naye, asiponiona na mimi kanisani. Tumsifu Yesu Kristo. Si wote. Na ukitaka kuthibitisha haya, soma ile Marko sura aliyetokwa na damu miaka 10 na ngapi. Tukio ambapo nataka kusema mimi ni kwamba kisha Yesu akauliza, ni nani aliyenigusa? Wanafunzi wake wakamuuliza kwamba Bwana, kwa umati wote huu mkubwa unauliza ni nani aliyekugusa? Kumbe yeye alimaanisha ni aliyemgusa kwa kusudi. Hoja sio kuja tu hapa kanisani umekuja kwa kufunga kula chakula alafu moyoni pako tupu, yani umejishindisha njaa, bora ungekula tu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ni kwamba tunapozungumza habari ya mama huyu Mkatoliki, majukumu yake awe mtu wa sala. Tumuone katika sura ya mama yetu Bikira Maria, ambaye alisema moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu inafanyaje? Tumsifu Yesu Kristo. Yani mama, wewe una jukumu la kujifunza na kufundisha. Huwezi kufundisha bila kujifunza. Walimu wana vitabu vya kujifunza na vya kufanyaje na vya kufundishia. Kwa hiyo haya majukwaa kama semina za kiparokia, mafungo mbalimbali ni maeneo ya kujifunza. Unapotoka hapa unakuwa mwalimu kwa familia, kwa jumuiya na maeneo mengine ambayo yanakuzunguka. Tunataka tumuone mama Mkatoliki anapojichanganya na kina mama wengine wa huko duniani anakuwa tofauti. Kwa sababu yule mama alisema, wewe ni mmoja wa wale wanafunzi wako? Akasema, la hasha, mimi hata mtu huyo simfahamu. Mbona hata kutembea kwako? Tumsifu Yesu Kristo. Mbona hata kutembea kwako unaonekana ni mmoja wa wale thenashara? Mama Mkatoliki mpaka kutembea kwake, mpaka kuvaa kwake, mpaka kuongea kwake anajulikana. Hivi ulishawahi kukaa na mtu hata kwenye vijiwe hivi, unasubiri usafiri ama namna gani, dakika 5 tu zikatosha kuyajua maisha yake ya familia? Yani mazungumzo tu yanakuonyesha kwamba huyu sawa, kitini ni kama kilijaa lakini akatikiswa kidogo yakamwagika mengine. Yani ni kama kuna shida fulani kichwani kwake. Yani unayajua maisha yake yalivyo. Mazungumzo ya dakika 5. Kwa hiyo tunahitaji kumuona huyu mama Mkatoliki anakuwa mwanga kwa wengine, anakuwa msaada kwa watu wengine. Lakini wajibu mwingine ambao ni muhimu sana, niwaambieni kina mama wapendwa, asikudanganye mtu. Hakuna utamu wa Ukatoliki, yani hakuna
yani uzuri wa kuwa Mkatoliki kama kuingia kwenye vyama vya kitume. Huwezi kufurahia Ukatoliki, yani huu Ukatoliki huu, eti huwezi kufurahia Ukatoliki kama hauko kwenye chama chochote cha kitume. Yawezekana unielewi? Yani wewe wakikupeleka Reggio Maria hauko, wakikupeleka Moyo Mtakatifu wa Yesu haupo. Sina Wawata ni chama cha kitume, wakupeleke Wawata hujulikani. Vile vile ni kama chura asiyejulikana, amekaa, amechuchumaa ama amesimama. Na ndo swali sasa kwamba chura huwa amekaa, amechuchumaa ama amefanyaje? Tusaidiane, kwa sababu unapewa adhabu, naambiwa chuchumaa na ruka kichura, ina maana amekaa. Je, kusimama kwake kukoje? Kwa hiyo tupo Wakatoliki ambao hatueleweki. Kuna mwimbaji mmoja wa muziki ya Injili huko, nampenda sana, anaitwa Upendo Nkone. Ameimba wimbo mmoja unasema eleweka. Mmeusikia? Eleweka unasali wapi? Eleweka mzazi wako wa kiroho ni nani? Eleweka sasa hata mume wako ni nani? Yani haieleweki kwamba umeolewa ama dada umeolewa. Nimeolewa lakini sio kivile, yani ni nusu kama nipo. Yani hueleweki. Eleweka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mama Mkatoliki, kuanzia leo jichomeke kwenye chama cha kitume chochote. Angalau uonekane ni Wawata aliye hai, onekana Moyo Mtakatifu wa Yesu, onekana Reggio Maria, popote tafuta chama cha kitume, kwa sababu huo ndo utamu wa Ukatoliki. Haya maisha ya neutral sawa na mwanafunzi ambaye anaonekana shuleni ni kwamba wajibu mwingine unaomwangukia huyu mama ni kujiendeleza kiroho. Jumuiya zetu ziko hoi ile mbaya. Yani mnavyo sari mama, wewe jumuiya gani? Antoni wa Padua. Yani ugonjwa ulioko Antoni wa Padua ndo ulioko kwetu huko Padre Pio. Asikudanganye mtu. Yani ukifika muda wa kutafakari neno, basi tushirikishane neno. Wewe hebu tupitishe kidogo kwenye tafakari ya leo. Hivyo tu kama alivyochangia mwenzangu. Tumsifu Yesu Kristo.